Shalom penzi msikilizaji wa Isaki Kiswahili ya Radio Kivu popote pale ulipo. Matumaini yangu ni kwamba umwili wa afya na ni furaha kwangu. Kwa moyo mkunjufu na ukaribisha kuweza kufuata uchambuzi wa habari zetu ambao unajumuisha na ukurasa wa habari muhimu, ripoti za ripota wetu kutoka eneo mbalimbali, ukurasa wa habari za michezo pamoja na habari za kitaifa na zile za kimataifa. Naitwa Safari Alimasi, mchambuzi wako wa leo, na saidiwa mitambo na Jean Ekala Jaden, na kualika kututegea sikio mwanzo hadi mwisho wa uchambuzi wa habari. Nasema karibu. Kabla ya kuingia kwenye undani wa uchambuzi wetu wa habari, unakuwa unapata fursa ya kuweza kufuata habari muhimu ambako kwa leo na mkaribisha Bibu Kurtantine Aldama. Huwale gani? Namshukuru Mwenyezi Mungu niko salama usalimini kabisa. Na labda ni kipi ambacho umeandalia wasikilizaji wetu kwa siku ya leo? Kwa siku ya leo Safari Alimasi, tutaanzia habari yetu muhimu na huko Misisi ambako usalama wazidi kutanda huko Misisi, sekta ya Nganja tarafani Fizi, baada ya wazalendo kuimarisha umoja kati yao, jambo lenye kupongezwa na mashirika ya raia maeneo hayo. Na huko Kamanyola ni kwamba hali ya usalama imeripotiwa kudhorota kwa kiwango kikubwa katika senta ya Kamanyola kutokana na vita vikali vilivyoshuhudiwa mara tena kati ya FARDC pamoja na wadau wake dhidi ya AFC M23 kwa msaada wa Rwanda kwenye eneo la mpakani kati ya Katogota na Kamanyola. Na kwenye habari ya kitaifa ni kwamba hafla ya kusaini makubaliano ya amani kati ya DRC na Rwanda imepangwa kufanyika Alhamisi hii ya tarehe 4 Disemba katika ikulu ya Marekani huko Washington chini ya usimamizi wa Rais Donald Trump wa Marekani. Ni hayo tu kama habari muhimu, mwenzangu Safari Alimasi. Asante Bibu Kurtantine Aldama kwa usomaji wa habari yako muhimu. Tuanze uchambuzi wetu wa habari tukianzia na paka katika mji wa Baraka. Kila ifikapo tarehe 3 Disemba kila mwaka ulimwengu mzima usherehekea sikukuu ya watu wenye kuwa na ulemavu, ambapo pa Baraka sherehe hizo zimefanyika chini ya mada isemayo kuwa kuondoa vikwazo ili kuunda jamii iliyo wazi na yenye upatikanaji kwa wote. Sherehe ambazo zimefanyika ndani ya chumba cha mikutano cha vijana mjini Baraka. Akifungua sherehe hizo, Bwana Auguste Barongelwa, mwakilishi wa meya wa mji wa Baraka, ameshukuru wote waliojumuika kwa ajili ya uandaji wa sherehe hizo. Hakika tunawashukuru sana. Meya wa jiji alimperime mwenyewe angepasha kuwa hapa, alitutuma shie ukifungua kikao kwa sababu alipata urgence ya security, na alisema angepasha kuwa hapa na nyie, na kama tulifika mwaisa yafika hapa c'était prévu akuye ajumuike na nyie hapa, mais à la dernière minute kulitokea urgence ya security. Kwa hiyo maneno kidogo tu ya shukrani ya presence yenu hapa kwa kujumuika pamoja na shie na wengine. Hatuna vya mingi vya kusema. Kwa niaba ya meya wa jiji Mama Marie Soaze Mukanja ambaye amezuilika kidogo, tunaweza ruhusu mkutano uanze rasmi, na washukuru sana. Naye Bwana Malembe Mlongecha Theopist, kiongozi wa kirengo husika na masuala ya jamii katika mji wa Baraka, ameonyesha hapa malengo ya sherehe hizo. Lengo kubwa ni zaidi sana kuangalia au kukuza haki za watu wenye ulemavu, kwa sababu ndani ya jamii zetu wengi wetu wanadharau sana watu wenye ulemavu, na ndiyo maana Umoja wa Mataifa, nchi mbalimbali zilikutanika na kusema hata pia walemavu ni sehemu ya jamii. Mlemavu ana nguvu za kutumika kazi sawa sawa na mtu asiyekuwa na ulemavu, ijapokuwa anaweza kuwa na ulemavu fulani, lakini kazi nyingine ataitumika ipasavyo. Ndiyo maana tumekutanika hapa ili tuoneshane haki za walemavu. Upande wake Bwana Ronje Mbuto, usikaira mipango kwenye shirika la JEPAD, ametoa historia fupi ya namna zilianzaga sherehe hizo. Tangia mwaka wa 1992 ni hapo Umoja wa Mataifa ulikusanya vitengo mbalimbali, wakiwemo watu wa maserikali na mashirika mbalimbali ya kiutu,
wakasema kwamba watu wenye kuwa na ulemavu wanasaulika, ni lazima tufanye siku ambayo itakuwa ni moja kwa mwaka na ambayo itakuwa juu ya kuselebre kuishi kwa watu wenye kuwa na ulemavu. Na wakati huo hii sikukuu ilitoka resolution ya Nations Unies ambayo ilikuwa ni kitengo cha 42 mkato au 42/3. Hiyo ndio resolution ya Nations Unies ambayo iliregir hii sikukuu yenyewe tuko nayo leo. Na a partir ya tariki 3 mwezi wa 12 mwaka wa 1992 ni hapo pei zote za ulimwengu ziliwajibika kuanza kuselebre hii journée internationale wa personnes vivant avec handicap. Mwishowe Bwana Kyalondagwa Mupendwa de Baba, mwenyekiti wa watu wenye kuwa na ulemavu mjini Baraka, ameomba kwa serikali kuwa nashirikisha watu wenye kuwa na ulemavu katika uongozi wa vitengo mbalimbali. Tunakuja hapa kwa siku ya leo ilikuwa ni kusherekea sikukuu ulimwenguni ya watu wanaoishi na ulemavu. Hiyo ndio shabaha ambao unaona tuko hapa, watu wanaoishi na ulemavu kwa wingi. Kwanza tunashukuru sana nchi yetu ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa kazi ambao wabunge wako wanafanya. Wanaunda sheria nyingi sana. Miongoni mwa ile sheria ambao wabunge waliunda mnamo mwaka wa 2022, waliunda pia sheria ambao inahusika na masuala kiupekee ya walemavu. Lakini sasa tatizo ni kwamba nchi yetu inaunda sheria nyingi ambalo alitekelezwe. Mambo ambao tunaweza kuendelea kupendekeza serikali yetu na kwa upekee hapa kwetu jijini Baraka, waangalie namna gani wataendelea kutekeleza sheria, kwa kuwa sheria ndio inaongoza kila kitu. Wakati tutabakia sisi tunafanya vyetu na serikali kuu ya Kinshasa nao iko na sheria ambayo ilishatoa, lakini huku chini haitekelezi, itakuwa kusema kwamba aheshimishe hiyo sheria. Hakuwezi kuwa maendeleo bila mlemavu. Ile watu waielewe juu ya nini tuseme vile. Hii nchi yetu ilishawahi kuongozwa na watu ambao wanaishi na ulemavu. Lakini juu ya nini sasa unakuta vingine vitengo vya serikali vinaendelea kuacha mlemavu nyuma? Tukiwa tu katika mji wa Baraka ni kwamba mkuu kiongozi wa shirika la Banabankari mjini Baraka ameomba kwa serikali ya jimbo na viongozi mbalimbali wa tarafa la Fizi na mji wa Baraka ukarabati uwanja wa maendeleo ambao unaonekana kuharibika yapata muda mrefu sasa. Akizungumza na redio yako Bwana Delwe Kiambasauzie, mwenyekiti wa shirika hilo la Banabankari, ameanza kwanza kuonyesha namna ambavyo ulivyo uwanja wa maendeleo kwa sasa. Bwana mtangazaji, sisi tumeshawahi kutengeneza kukarabati ile uwanja. Ni watu tu wa roho mbaya walishindwa kutuakompanye, na kizani hii mwenyewe mlishuhudia, na uombe pesa nyingi. Ile watu wanasema mpaka mfereji ujengwe huko juu. Hapana, mimi nishafanya constant ya ule uwanja pamoja na engineer, aiombe mambo mengi. Uwanja ungali sawa, ule uwanja unaomba ni kukarabati tu. Ni hata mpira kwa leo utaweza kuchezekana ikiwa kama hata wabunge watusaidia wa kidogo kidogo, uwanja ule tukakarabati na tukafungua mfereji mkubwa sana mle ndani ya stadi, na maji yatakuwa kipita vizuri, kufungua ile mifereji tu ya uwanja. Na ningeomba pia vijana wetu wa Baraka, jueni kama wabembe walisema mkiwa kimoja ndio ushindi. Hata ile tuko tunasema watujengee uwanja au wakarabati uwanja, hiyo nafasi hatutaipata. Kwa hiyo cha kwanza tuwe kwanza kimoja, kwa sababu hautakuwa kiongozi wa mpira na uwanja haupo. Tunapenda tuone sisi wote tusimame kwa umoja, tusimame kwa malalamiko ya pamoja, tulie kwa serikali yetu kwa pamoja, tulie kwa manotable yetu, wabunge wetu kwa pamoja, ili uwanja wetu upate kujengewa. Mwisho ameomba kwa viongozi wa serikali na watu wa mwema wajibika ili kukarabati uwanja wa maendeleo ambao unabeba historia kubwa kwa wachezaji wa mpira wa mji wa Baraka na tarafa la Fizi. Bwana journaliste, ni mambo ya huruma sana kuona watoto wote wa Fizi en general pamoja na vile yetu ya Baraka, wabunge wetu
watoto wetu wenye wako nje na notable wa mwingine kuachilia kiwanja kama kile ni huruma sana kwetu. Naweza kusema kama katika uwanja ule una kumbukumbu kubwa sana wa historia sana, uwanja ule wa maendeleo. Na kenye naweza kuongezea ni kusema kama serikali yetu au meri yetu wajue kama kile kiwanja tunakiita ni kiwanja cha paroisse, lakini wanaofaidika kwa ajili ya ule uwanja ni watoto wetu, ni population ya territoire ya Fizi, ni population ya vile ya Baraka. Na tukiangalia hapo nyuma, ndani ya uwanja huu mmetoka watoto wa Fizi, kama vile wazee wetu wa Mchumbe kama walijulikana kwa ajili ya kiwanja kile, wazee wetu wa Gidona alikuwa kichezea Flambeau leo kama Belgique muda zile za zamani kwa ajili ya uwanja ule, na wengine tunaweza kusabia tunachoka. Leo tuna watoto wetu wa Steve, tuna watoto wetu wa Linda na wengine wote wale wenye tuwazidara majina walitoka kwenye chimbuko lile la maendeleo. Ningeomba wabunge wetu mara kwa moja mnakuja mnatoa mapromise, lakini mjue vijana wa Baraka, vijana wa Fizi, hao wa vijana ndio wanaowapatia kura nyinyi kuwa hapo mlipo kwa leo. Hawalombi vitu vingi, muwakumbuke uwanja ule utawasaidia na utawasaidia hata pia nyinyi. Tunaomba pia na meri yetu, tunaomba pia na province yetu ya Sud Kivu yakumbuke vijana wa vile yetu ya Baraka kwa ajili ya mambo ya mpira. Na huko katika eneo la Malinde, makao makuu ya sekta Mutambala, ni kwamba imefanyika Jumanne hii tarehe 2 Disemba mwaka huu sherehe ya siku 16 kupiganisha ujeuri unaotendeka kwa mama na binti. Sherehe hiyo imefanyika katika sekta Mutambala pa Malinde, ikiandaliwa na ofisi ya agenda kupitia kiongozi wake Apendeki Makenda kwa udhamini wa shirika la Shanad. Bukuru Tantine Aldama ni mtangazaji wa Radio Kivu, alishiriki kwenye sherehe hizo na kutuandalia ripoti ifuatayo. Sherehe za siku 16 za kupiganisha ujeuri unaotendeka kwa mama na binti bado zinaendelea. Hatimaye sherehe hiyo imeshirikiwa kwenye makao makuu ya sekta ya Mutambala pa Malinde, ambako kulikuwa mkusanyiko wa mama na wa baba ambao walifurahia mada inayosema kuwa tupiganishe ujeuri unaofanyika kwenye mitandao ya kijamii dhidi ya mama na binti. Apendeki Makenda ni mama jenda na familia ndani ya sekta ya Mutambala, amesema ni vyema watu kuachana na tabia ya kuwa na posti picha za utupu kwenye mitandao ya kijamii kwa kuwa inakuwa na madhara mabaya, kama anavyoanza kufafanua mada kuu iliyobeba sherehe hiyo. Mimi nimekwenda kuonyesha wamama tabia ambazo tunazozifanya hapo nyuma hazikukuwepo. Wamama wengi walipokea ujumbe huo kwa furaha, kwani kuna wamama wale wenye kujiheshimu kerwa kabisa na hizo tabia. Ni tabia mbaya za kusukuma utupu wa mwanamke kwenye mitandao, ni tabia mbaya kabisa, na wamama wengi wamekamata maengagement ya kusema kama wakiona na wakisikia watakwenda kutaja hivyo vitendo watu wanaendelea kufanya vya kupiblie utupu wa mwanamke na wa binti kwenye mitandao. Neno la mwisho kuhusu hilo ni kuita watu wote, kuhimiza watu wote na vitengo vyote husika kwamba tusaidiane kwa kukomesha hizo tabia mbaya za kuonyesha utupu wa mwanamke na wa binti kwenye mitandao. Vitengo viko mbalimbali. Kuko wale ambao wataweza taja, kuko wale wengine ambao wataweza oriente wende katika kitengo fulani, kuko wale wengine wa vitengo vya kufunga watu. Na teme yetu ilikuwa natuambia sisi zote tujiangaje na kukomesha hivyo vitendo vifike mwisho. Ndiyo tulishirikisha shirika Shenede. Kwanza ni benzetu wenye tunatumikaka nao, ba partenere yetu banatusaidiaka. Pili ni wa partenere wa sisi service jar famille et enfant, na ndio walikuja wakatusaidia ile kidogo kama maji hii ambayo ilisaidia hawa wa participa ambao tulishinda nao hapa. Pande wa shirika la Action Aid kupitia mfanyakazi wake Etobia Ombi Michelini ametaja kushukuru kwa mwaliko huo. Upande mwingine ameanza kuonesha lengo la wao kuwasili katika sekta ya Mutambala pa Malinde. Oui, je m'appelle Etobia Micheline, je suis travailleuse à l'organisation Action Aid. Donc nous sommes ici. Naitwa Etobia Ombi Micheline, niko mfanyakazi katika shirika la Action Aid. Tunakuwa hapa Malinde ili kuanzisha rasmi kwa siku 16 za kupiganisha ujeuri wa mitandaoni dhidi ya wamama na mabinti katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, jimboni Kivu Kusini kwa upekee. Ujumbe ambao naweza kutoa kwa raia wa
Fizi, hususan sekta ya Mutambala, ni kupunguza vitendo vya ujehuri dhidi ya wamama na mabinti. Réduire les taux de violence faites aux filles et aux femmes. Je peux recommander aussi aux hommes de dénoncer les cas de VBG parce que pia naweza kuambia wanaume vile vile wawe nataja vitendo vya ujehuri vinavyoendeshwa dhidi yao na kuwaomba watu wanaosambaza video za utupu za kina mama na mabinti mitandaoni kupunguza ili kuepuka madhara. Tunachukua fursa hii kushukuru kiongozi wa ofisi ya Agenda Familia na Mtoto na watu wa Malinde kwa mapokezi yao na kwa kukubali mradi huu uendeshwe katika maeneo yao. Tunashukuru sana. de cette journée ici chez eux à Malinde, vraiment nous tenons à vous remercier vivement. Kwa walioshiriki wamepongeza vya kutosha Bi Apendeki Makenda pamoja na shirika la Action Aid kwa kuungana kwa pamoja ili sherehe hiyo isherekewe katika hali tulivu, kama walivyoanza kuonesha kile ambacho walichonufaika nacho kupitia sherehe hiyo. Nyumbani ni baraka, lakini nilifika hapa jua kukia sherekea hii journée ya leseze ya wanamuke. Surtout si wanamuke gisi tuko na jiacha utupo kwenye mitandao. Njoo lengo ya hiki kao yenye tulikuwa nayo hapa Malinde. Sherehe imepita sawa na sherekea vizuri paka tumefurahiwa, wachezaji wamecheza, wa teatre wamepitisha, kila kitengo kilipita kama vile walipanga programu yao. Kulingana na mafunzo ya leo, naweza hitaji wanamuke tujikonseye na tujikamate kama wanamuke bazima. Ile mahali yenye tuko na kuwa nayo tuiache. Surtout bali tufundisha humu leo, wanamuke wako na jiacha utupu, utaona mafoto kwa mitandao, utaona wanamuke hata fasi viko na koga, utaona mwanamuke anajiacha vile, lakini mwanaume anakuwa kana jikamata. Na sisi tuishikilie vile, tusikuwe na jiacha vile, ni kujiaibisha sisi wenyewe. Niko mkaaji wa hapa Malindi. Hapa kuwa na sherehe ambayo iliandaliwa na wamama, ambayo ilikuwa na kichwa cha neno ya kusema ya kwamba kupiganisha kwa pamoja vitendo vya ujeuri vinavyopitika kupitia mitandao yetu dhidi ya wamama na binti. Kama unasikia ngoma hapo zinapigwa na watu wanacheza, ilikuwa sherehe ambayo tulikuwa nao kwa siku ya leo. Basi ndapo mtaki sema se ujeuri. Jehuru natendeka na vitendo vibaya. Yaani kufatana kwa mwanamke na mwanaume, bakaji usiotarajia, yaani hautaki lakini mtu anakuja kukubaka, huyo ni ujeuri. Mafunzo haya katika shirika la Action Aid. Jinsi tulikuwa sisi wakaaji wa hapa kwetu Malinde. Yaani tulikuwa watu wenye kuwa na hali zingine, lakini kupitia mafunzo ya Action Aid kuanza depo alianza na mpaka leo tungali nao. Tunaona kabisa tunabadilika kufatana na mafunzo ya Action Aid na mpaka kwa sasa mafunzo ingali nazidi. Yaani hali inabadilika kabisa, ule ujeuri hauna tena wa mingi sana. Tufahamishe kuwa sherehe hiyo ya kimataifa ulimwenguni ilianza kusherekewa tangu tarehe 25 Novemba na inatarajiwa kumalizika tarehe 10 Disemba mwaka wa 2025. Na hivi sasa ni muda mzuri wa kuweza kufuata habari za michezo ambako namkaribisha Suri wa Suri Valante. Karibu Suri. Ndio, asante sana kabisa mwenzangu Safari Alimasi. Nimetinwa leo kunako ukurasa wa habari za michezo nikiwa na nambari 19 mgongoni yake mchezaji Kandida Mapendo Payete. Tuanze na hizi habari za hapa katika mji wa Baraka ambako uongozi ambao unasimamia uchaguzi wa kuchagua kamati mpya ya klabu ya FC Flambora umesema kuwa muda wa kuweza kupeleka kandidati tayari umekwenda kutimia, na hivyo umeomba kwa mashabiki wote ambao wanataka kugombea kwenye nafasi ya mwenyekiti makamu pamoja na washauri na sehemu zingine kaza wakaza basi waweze kupeleka makandidati yao kwa kuwa muda ndio hivyo umekwenda kuisha. Amezipitisha hivyo mwenyekiti ambaye anasimamia uchaguzi wa kamati mpya ya klabu ya FC Flambora ambaye ni Andre Kalenga. Ndiyo ndugu mtangazaji, nimefika hapa kwenye ukumbi za Radio Kivu nikiwa kusisimua watu juu ya uchaguzi utakapofanyika siku ya posho na saa 8 ili makandidati zitokeze, wasikuwe na ile maanani maduti maspekulation juu ya hivi na hiki kina hiki. Hapana, wakuwa na confiance na sisi tutafanya kazi kadiri ya jinsi inapaswa bifanyike. Mwisho wa kudepose ni kesho jeudi ama siku ya 4 na 23h59. Ndio tena tulikuwa hapa tena
kukumbusha watu kama saa zinaenda kule kesho wala kisha uchaguzi malalamiko tena irudie aseme atukusikia. Ndio tena tunarudia hapa kwenye runinga za Radio Kivu kwa tena kukumbusha watu kama tuko disponible saa zote zile kupokea makandidati za wagombea. Tunahitaji wanasemaka mkifupi komite de neuf, mile komite de neuf atuko zenyaziko au zihusiki ni sekretare wala mwandishi na makamo wake, lakini zingine zote tuko tunahitaji. Na kungambo ya ile tunasemaka kutia kidogo mchango juu ya uchaguzi bilibidi kungambo ya presidenti titulaire na makamo wake pamoja na mshauri ule wa kwanza njoo kwenye tulitia kidogo za kuchangiza, lakini zingine poste ziko wazi, milango iko wazi, hakuna shurti kuhusu makuta. Uchaguzi utakuwa siku ya posho na kenze. Tukiwa tu na hizi habari za hapa katika mji wa Baraka ni kwamba tournament ya daraja la pili inayojulikana kwa jina la Onesha Kipaji Chako imeanza rasmi kutimua vumbi hapa katika mji wa Baraka kunako uwanja wa Lumumba, ambako mechi moja iliweza kushuhudiwa majira ya saa 7:30 za mchana. Klabu ya Real Makampanye walianza vema kabisa kufungua tournament hiyo kwa kuwatandika klabu ya FCB 13 bao 1-0, lakini siku ya Alhamisi ya wiki tunayo tarehe 4 Desemba 2025 vijana wa klabu ya FC Drago watashuka dimbani kukata mzwa fitness dhidi ya klabu ya FC Radio Sport. Klabu ya FC Barcelona yako nchini Hispania baada hawajaamua kama watamsajili moja kwa moja mshambuliaji wa timu ya taifa ya Uingereza Marcus Rashford mwenye umri wa miaka 27 pale mkopo wake dhidi ya klabu ya Manchester United yapo nchini Uingereza itakapomalizika. Kwa hivyo vijana hao wako nchini Hispania ambao ni klabu ya FC Barcelona baada hawajaweka wazi kama wataweza kumsajili mchezaji huyo moja kwa moja kwa ajili ya kuweza kuitumikia klabu ya FC Barcelona. Klabu ya Atletico Madrid ya nchini Hispania ilikataa jaribio la klabu ya Manchester United hapo nchini Uingereza kwa ajili ya kuweza kumsajili Conor Gallagher kwa mkopo majira ya kiangazi aliyopita, lakini klabu hiyo ya nchini Hispania huenda ikawa tayari kumwachia kiungo huyu wa timu ya taifa ya Uingereza mwenye umri wa miaka 25 kwa takriban pauni milioni 26 mwezi Januari. Acha niweke nukta kuna kurasa wa habari za michezo mwenzangu Safari Alimasi Nimetinwa, lakini ni vema kuwakumbusha wasikilizaji wetu ya kwamba na nambari 19 mgongoni yake mchezaji Kanida Mapendo Payet. Asante Sudi wa Sudi Valente kwa kudondoka namna hivyo na namba yake mchezaji Payet. Msikilizaji, endapo ndo unakuja kujiunga nasi nikukumbushe kwamba unaendelea kuregea sikio za Kiswahili ya Radio Kivu kwa masafa 93.0 FM. Huu ni muda wa uchambuzi wa habari kwa lugha tukufu la Kiswahili. Ukitaka kutengenezesha vyombo vya kielektronik na kununua vifaa vyake vya akiba ima pièce de rechange, jibu lako ni kampuni ya BBC Elia Baraka Aibaz. Na hivi sasa tujielekeze huko katika sekta Nganja ambako Misisi. Usalama waziri kutanda huko Misisi sekta Nganja tarafani Fizi baada ya wazalendo kuimarisha umoja kati yao, jambo lenye kupongezwa na mashirika raia maeneo hayo. Dunia Floribe Dums ni mratibu wa shirika jipya la raia pa Misisi, amehakikisha swala hili na kutoa mabadiliko yaliyopo sasa na kulinganisha napo awali. Mratibu huyo wa shirika jipya la raia amemalizia kuwapongeza wazalendo na kuwahimiza kuwa na nidhamu ili kufanya kwa uweledi kazi yao ya kijeshi. Kwa upande wa usalama kwanza tunaona kama yashiko control baada ya wazalendo kuwa katika hali ya umoja mu coordination, tunaona mabadiliko yanaonekana. Kwanza mabadiliko yanaonekana kwa sababu mbele ile comportement divagation ya arme mu maeneo mu mali public ya different groupes armés mpaka sasa hivi baada ya delegation kuja na kurudi iliweza kuisha kabisa, ikapunguka. Habari ya pili ni wingi wa zile vizuizi au mabariere peante ambazo zilikuwa nyingi sana, hususa kwa upande wa Sekindi kutoka maeneo ya Lulimba kufika Misisi. Hivi zimeweza kupunguka kiasi kwamba kumebaki sehemu mbili ambako kumewekwa zile poste d'observation ambazo wote wakimbi kuanza Lulimba mpaka Nyangiku na sehemu mbili tu, na hivyo vikundi vinavyopatikana katika maeneo hayo ni vikundi vyote. Ina maana kama kuna vikundi 7 au 8 ni wote ambao wanachangia hiyo sehemu moja na kile ambacho wanakipata wanakigawa kwa pamoja.
Hayo ni baadhi ya mabadiliko ambayo tumekwenda kuyaobserve katika huu muda kabisa toka delegation kutoka hapa. Sisi kama vile mashirika za kiraia tunaendelea tu kufelicita uongozi wa wazalendo katika ngazi zote na kuangalia jinsi gani kuwankuraje juu ya hali ya discipline ambayo tunaenda kuigundua, ambayo tunaendelea kuiona, na endapo wataendelea hivi kabisa kusikiliza sauti za uongozi, tuna matumaini kwamba tutakuwa na jeshi nzuri ambalo litakuwa katika misingi ya kuweza kuchunga raia na mali yake, vile vile kulinda mipaka ya nchi. Na huko Uvira ni kwamba notable Andre Byadunia amepongeza jeshi la taifa FARDC pamoja na wazalendo kwa kazi kubwa wanayoifanya kwenye shamba la vita kwa muda wa siku 2 mfululizo bondeni mwa mto Ruzizi. Katika mazungumzo na Radio Kivu, notable huyo wa Kivu ya Kusini Andre Byadunia ametoa picha ya hali ya sasa. Habari ni nzuri sana kwa sababu vijana wetu, maforce zetu tunajikomporte très bien. Tulikamata Katogota depuis 10 heures, ingawaje hapa babandi walikuwa wanafunga mamine ya mingi sana mwingine, walikuwa na maandake ya mingi sana mwale mwingine ya Katogota parce que fatike walifanya 11 mois 10 mois habange kosa kujiproteger dans ce sens, mais parce que basoda yetu bako professionnel, les FARDC très professionnel, bazalendo kama kawaida yao na wenzetu ba partenaire yetu ya Burundi très professionnel, bamereisir kubatoa pale wale babandi depuis 10 heures ya leo siku ya 3 ya hii mwezi wa 12, na bali avancer mpaka kukilalo ya Luvimvi pale ndo kwenye bako mpaka saa hii. Bali tante kuvuka kidogo, me balikia kurendre compte que inawezekana kuko vitu wanategatega kule, na waza wako natumika tactiquement maintenant kuna namna gani wanaweza kufanya pour que baingie mkamanyola. Na waza d'ici là tutawapatia suite parce que wako determiner kama budongo ya yetu tunapaswa kurudia kusie. Population civile ndio vile tena inapaswa kujideplacer parce que ni mabombe zisiko zinapigwa patira ya Rwanda zinaanguka mkamanyola ndio zinawaua watu pale. FARDC kutumikisha mabombe, kutumikisha tu silaha ya kawaida ya kupiga adui. Unajua system ya Rwanda ni ya kutupa mabombe, nenda ngukiangukia kwa civile. Jana tulipoteza watu, leo tulikuwa blessé, manyumba zilibomoka kama 2-3. Mais ça va malgré tout, tunawaza kwamba hakuna shida. Na huko Kamanyola ni kwamba hali ya usalama imeripotiwa kuzorota kwa kiwango kikubwa katika senta Kamanyola kutokana na vita vikali vilivyoshuhudiwa mara tena kati ya FARDC pamoja na wadau wake dhidi ya AFC M23 kwa msaada wa Rwanda kwenye eneo la mpakani kati ya Katogota na Kamanyola. Duru yetu yaonyesha kuwa jeshi la taifa FARDC pamoja na wazalendo walishambulia vikali ila bado kufaulu senta Kamanyola ni siku ya 3 sasa. Mavita tuko napata na tunasikia tuko naiona na tunaishi. Bia kupitisha kuma mitandao ni vya bongo pengine. Donc Kamanyola jana siku ya pili kulianza mapambano, ilikuwa saa 1 ya usubuhi. Masasi zilikuwa mingi kutoka ngambo ya FARDC ya gouvernement, Barundi, bazalendo na FARDC balifaulu kufukuza M23 yenye ilikuwa Katogota. Hawakufika Kamanyola. Sasa M23 jana ikarudia ikasogelea ngambo ya Kamanyola. Leo sasa M23 kapenda nayo irepuse tena basoda bako Katogota. Hadi kuwezekana masasi sasa kaanza kila sama mabombe hapana mabunduki mabombe mpaka sasa hii M23 iko Kamanyola na FARDC iko Katogota. Ile ni uhakika na tunajua labda vita yaisha tujue kesho tutakuwa maybe ya panike kama basoda bako Kamanyola kipande vingine kwa uhakika ni bongo mtu. Hata hivyo duru yetu imeongeza kuwa jeshi la taifa FARDC pamoja na wazalendo wanatishia kureka senta Kamanyola na hivyo inafanya raia kuwa na woga huenda vita tena itaendelea. Niko Kamanyola depuis bianza mpaka saa hizi. Alors première question juu ya bakimbizi batu ya Kamanyola kukimbia Rwanda na Burundi ni bongo. Jana saa masasi zilianza saa 1, watu walipenda kuhama maskani kwenda Burundi na Rwanda. Ila Rwanda ilifunga mpaka hakuna mali alivuka. Burundi balishakafunga zamani kupitia kumutoni ya Ruzizi, ukipita bakukamate wanakupiga masasi unakufa, watu habaendaki tena kule. Donc watu wanabakilia tu
masasi zikianza wanawakilia manyumba habaendi fasi, kwani mpaka Rwanda wanafunga na Burundi hawapokei bakimbizi. Ile najibia kwa ile. Kuhusu ingine unaniuliza juu ya wanani wanakumiliki mwingine ni M23. Walipoteza tu Katogota kwa mapambano ya jana, ila leo mapambano zilianzilia tena, ila M23 inabakia Kamanyola. Hakuna hata askari kugabula Kamanyola mara pili, hakuna. Hawakutambuka po. Hawakutambuka po. Mapambano yalikuwa makali, ila balibakiana tu Katogota. Jana M23 sogea yule ya Kamanyola, njoo watu wakasema no banabakiana FARDC na ingine haikuingia. Sasa leo njoo sasa M23 lipenda kufanya matata kusudi barudiane Katogota, havikuwezekana. Osi unauliza juu ya maafa. Maafa ni mengi sana. Mabombe zilikuwa naenda hazitafika kwa zinaenda zinaangukia Mubatu. Ku dispensaire karibu ya Kaboya watu walilumia pale, kunani Mulengezi pembeni ya paroisse ilianguka kule. Maafa ni ya mingi. Donc bila kwanza ya mabombe ziliangukia Mubatu ni za mingi. Leo kwanza ku bombe iliangukia Msmetie, mabombe zilifanya madega Mubatu. Ufanye tu bahati bombe siangukia kwa nyumba yako ya vile, ikiangukia ni bala. Situation sai tulianza toka manyumba ilikuwa maseze. Jana tulitoka manyumba 18, leo balijikaza wakatuhurumia kidogo, njoo tunaanza pita nje. Sasa utasikia mafujo hatuko tena manyumba. Kesho hatujui talamuka tena namna gani. Njoo ukweli huo bwana. Na tumalizie uchambuzi wa habari na habari za kitaifa ambako hafla ya kusaini makubaliano ya amani kati ya DRC na Rwanda imepangwa kufanyika Alhamisi ya tarehe 4 Disemba katika ikulu ya Marekani huko Washington chini ya usimamizi wa Rais Donald Trump wa Marekani. Isaac Mulucha, karibu. Asante sana. Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo amewasili tayari huko Washington, Marekani ili kushiriki katika hafla hiyo inayolenga kumaliza vita katika eneo la mashariki mwa nchi na kujibu matarajio ya amani kwa wakazi wa Goma, Bukavu, Rutshuru, Masisi, Nyiragongo na maeneo yote yaliyoteswa na vita, bila kusahau Bunagana. Kama ulivyosema Safari Alimasi, mkutano huu utahusisha viongozi watatu: Rais Felix Tshisekedi wa DRC, Paul Kagame wa Rwanda na Donald Trump wa Marekani ambaye ni mwenyeji wao. Saini hii ya makubaliano haya ni ya kihistoria sana kwa sababu inatarajia kubadili mfumo wa siasa kwenye kanda ya Afrika Mashariki na kukomesha vita ambavyo vimewaua mamilioni ya Wakongomani kwa takriban miongo mitatu sasa. Ndio maana viongozi mbalimbali wa Afrika watashiriki kwenye hafla hiyo. Kati yao ni pamoja na rais wa Jamhuri ya Burundi ambaye tayari yuko Washington, rais wa Kenya, Angola, wote ni wahalikwa. Ila saa chache kabla ya kusainiwa kwa makubaliano yenyewe, Rais Felix Tshisekedi alitoa tahadhari kuwa makubaliano yatakayosainiwa Alhamisi hii tarehe 4 Desemba huko Washington na Rwanda hayataanza kutekelezwa mpaka pale Rwanda itakapoondoa kabisa majeshi yake katika nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na hilo halina mjadala. Safari Alimasi. Asante msikilizaji, hadi hapo ndipo tumefika mwisho wa uchambuzi wetu wa habari kwa siku ya leo. Shukrani kwa wewe ambao tutegea sikio mwanzo hadi mwisho. Nashukuru jopo zima la waridu wa habari wa Radio Kivu na rubani wangu ambaye ni Jean Ekala Jaden. Aliyekuletea uchambuzi wa habari si mwingine ni mimi Safari Alimasi Metinwa. Sina ziada na kuaga nikisema bye.